بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. tuendelea na pale tulipoishia katika taaliki yetu juu ya maneno ya ndugu yetu Khamis Imam, Allah muongoze, katika sauti yake hii fupi lakini ina mambo mengi ambayo hayako sawa sawa. Tumeishia katika maneno yake pale aliposema sio shughuli yetu kubwa ya kutushughulisha ni rududi. Na sisi tukamuonyesha ya kwamba masalafi miongoni mwa shughuli zao kubwa hizo nazo ni rududi juu ya mukhalifin. Na tukamsomea maneno ya wanachuoni na aqwali za ahli ilmi kuonyesha rududi ni shughuli yao kubwa, wanachuoni wa sasa na wa zamani, katika vitabu vyao na katika maneno yao, na kuvunja hoja yake kuwa rududi sio ilmu. Lakini pia katika yale ambayo tumeyazungumza na tumeyaonyesha ya kuwa ndugu yetu Khamis Imam kwa maneno haya na msingi wake huu kuwa shughuli yao kubwa sio rududi, ni malezi mabaya kwa vijana na ni malezi mabaya kwa masalafi, kuwaonyesha kuwa rududi ni jambo la ziada katika yale ambayo wanatakiwa kuyapa umuhimu. Hebu tumalizie sauti yake tumsikia asemaje. Hapa kuna dawa, kuna kulingania watu, tukakosea na rekebishwa. Hapa kuna dawa, hapa kuna kulingania watu, mtu kakosea karekebishwa. Hizo ni rududi. Hizo ni rududi. Yote hayo unayozungumza ni rududi. Sema tu wewe hujajua rududi ni nini. Hujajua makusudio ya rududi ni nini. Da'wa, wanaofanya rududi pia wanafanya da'wa kama tulivyokuonyesha na tulivyothibitisha. Naam. Wala hakuna dozi. Wala hakuna dozi. Dozi ipo. Dozi ipo. Na dozi ni dawa, na dawa unapewa kwa utaratibu na kulingana na maradhi ulionayo. Kama hizi tunazokupa wewe, hizi zote ni dozi na ni dawa kwako wewe kulingana na maradhi ulionayo. Naam. Kwa hiyo rududi ina nafasi kubwa katika dini yetu. Ngoja tukupe kauli nyingine ya wanachuoni, kwa sababu ndugu yetu wewe ni maneno matupu. Naam. Tunakwambia ndugu yetu Khamis Imam, Allah akuongoze, ni kwamba ar-raddu ala al-mukhalif istijabatu linida'i Allah ta'ala. Rududi, kazi ya rududi na faida za rududi ni kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala. Huu ni wito wa Allah juu ya umma kuingia katika swala la rududi na kumkosoa aliyekosea. Allah anatuambia waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aya hii inawaita watu, wawepo watu katika nyinyi wenye kuwalingania watu kwenye khairi na kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo rududi ni kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo usiwakimbize watu katika rududi. Jua unawakimbiza katika wito wa Allah. Na sisi tunashikilia jambo hili kwa sababu tunaitikia wito wa Allah. Na kuitikia wito wa Allah ni muda wote.
ni muda wote. Allah anasema wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila, paka mwisho. Anasema kumbuka Allah tabarak wa taala alipochukua ahadi kwa wale ambao wamepewa kitabu kuwa watakibainisha kwa watu. Hicho kitabu watakibainisha na watayabainisha yaliyomo kwa watu ndani ya kitabu hicho, wala wasiyafiche. Anasema Qatada rahimahullahu ta'ala katika aya hii, kama ilivyokuja katika tafsiri ya al-Imam at-Tabari, hadha mithaqun akhadhahu Allahu ala ahli al-ilmi. Hii ni ahadi ambayo Allah aliichukua kwa ahli al-ilmi. Faman alima ilma, yeyote atakayejua elimu yoyote, falyuallimahu an-nas, awafundishe elimu hiyo watu. Wa iyyakum wa kitmana al-ilm, tahadharini na kuficha ilmu. Fa inna kitmana al-ilmi halaka, hakika kuficha ilmu ni maangamivu. Ni nini ni maangamivu? Kwa hiyo rududi ni kuitikia wito wa Allah katika kuamrisha mema na kukataza maovu, na kuficha kutofanya rududi ni kuficha na kutoitikia wito wa Allah na kuificha haki. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika tafsir at-Tabari, fahimtum ya ikhwan? La, maneno yale yaliyotangulia yalikuwa ni katika tafsiri ya al-Imam at-Tabari. Anasema laula al-mithaqu alladhi akhadhahu Allahu ala ahli al-ilmi, laiti singekuwa ni ahadi ambayo Allah ameichukua kwa ahli al-ilmi, ma haddathtukum bikathirin mimma tasaluna anhu, nisingewasimulia mengi ambayo mnayauliza. Kwa hiyo haya yote ya ikhwan yanaonyesha umuhimu wa rududi. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika aya hii, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda, mpaka mwisho, anasema rahimahullah ta'ala, akhbara Allah ta'ala, ameeleza Allah tabaraka wa ta'ala, anna alladhi yaktumu ma anzala Allah minal bayinati wal huda, kwamba mtu ambaye anaficha yale aliyoteremsha Allah katika ubainifu na uongofu na uongofu, mal'un, mtu huyo ni nani? Ni mal'un. Kwa hiyo farraddu amrun daruriyun la budda minhu ya ikhwan. Raddi ni jambo la lazima, ni jambo la lazima na lazima liwepo, kwa sababu ni manhaji ya Qur'ani na ni amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni njia ya salafu salih. Naam. Kwa hiyo ndugu yetu Khamis Imam, rududi ya ikhwan ni muhimu. Rududi ni katika kuitikia wito wa Allah tabarak wa taala. Naam. Intabihu katika nini? Msizinduke kwenye huo ujinga. Mzinduke kwamba amesimama anawalisha matango poli, anawadanganya. Kwa hiyo zindukeni, intabihu, msichukue haya madai ya Khamis Imam, hayana hoja ya ikhwan. Naam. Intabihu. Naam. Hayo ni maneno ya Khamis Imam kama tulivyoyasikia na kama tulivyoyafanyia ta'liq. Pia nampa nukta ya mwisho kuhusiana na swala la rududi. Adamu raddi ala al-mukhalif ghishun lilmuslimin. Kutofanya rududi ni kuwafanyia ghishi Waislamu na kuwafanyia khiana. Kwa hiyo ndugu yetu Khamis Imam, nyinyi hiyo manhaji yenu ya kutofanya rududi, ya kufanya rududi mwaka hadi mwaka, fahimtum, mnawafanyia ghishi Waislamu wa hapo Markaz Umar na Waislamu na wanafunzi ambao wamekuja kusoma kwenu, mnawafanyia ghishi kama rududi amfanyi, na mnawafanyia khiana Waislamu kwa ujumla. Na sisi hatutaki kuwa katika njia hii ya kuwafanyia khiana Waislamu. Tukuache wewe wadanganye watu, waingize watu kwenye jai, alafu tunyamaze.
waunganishe watu na makundi ya bid'a, makundi ya dhalala, tunyamazi. Hiyo ni ghishi kwa Waislamu, na ni katika kuficha nasaha, nasaha za Waislamu, na kuficha nasaha kwa Waislamu ni haram. Fahimtum ya ikhwan? Kwa sababu wanasema ni kuridhia wao waangamie. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala kama ilivyokuja katika sharh as-Sunnah, wala yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimin, wala sio halali, haifai ufiche nasaha kwa yoyote katika Waislamu, barrihim wa fajirihim, mbora wao, mwema wao na muovu wao, fi amri din, katika mambo ya dini, haifai. Na ndio maana sisi hatuja kuficha wewe nasaha, tumekupa nasaha na tunakukosoa. Na ndio maana yeyote katika nyinyi ambaye akikosea tunamkosoa. Fahimtum ya ikhwan? Sisi tunavunja huo mfumo ambao mnataka kuutengeneza kwa Uislamu, kwamba nyinyi ni kundi ambalo halikosolewi, na mazingira mnayatengeneza nyinyi hamkosoani, mnabebana na mnapambana kwenye makosa, kwenye batil. Hili jambo ni kuwafanyia ghishi Waislamu. faman katama faqad ghasha almuslimin. Al-Imam al-Barbahari anasema atakayeficha jambo lolote atakuwa amefanyia ghishi Waislamu. Wa man ghasha almuslimina faqad ghasha ad-din, na mwenye kuwafanyia ghishi Waislamu ameifanyia ghishi dini. Wa man ghasha ad-din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, na mwenye kuifanyia ghishi dini atakuwa amemfanyia khiana Allah na mtume wake na waumini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno mengine, anasema falmursaduna lililmi alayhim lilumma hifdhuddin, wale watu ambao wametolewa, Allah amewatoa kwa ajili ya ilmu, wakapewa ilmu, wakapewa sehemu katika ilmu, ni juu yao kwa ajili ya umma. Umma una haki juu yao kuhifadhi dini. Wao wanatakiwa wahifadhie watu dini yao na waifikishe. Fa idha lam yuballighuhum ilma ad-din, wasipowafikishia watu ilmu ya dini, au dhayya'u hifdhahu, au wakapoteza kuhifadhi dini, kana dhalika min a'zami dhulmi lilmuslimin, hiyo itakuwa ni katika dhulma kubwa kwa Waislamu. Na kwa sababu hiyo amesema Allah tabarak wa taala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, paka mwisho wa aya. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi aqwal za ahli ilmi zaonyesha nafasi kubwa na umuhimu wa kufanya nini? Warududi. Achaneni na maneno matupu haya yasiyokuwa na mashiko ya Khamis Imam kusema kuna watu shughuli zao ni rududi. Naam, kwa haya tuliyoyasema, basi kila mmoja atakuwa amejua kwa nini shughuli yetu kubwa ambayo tumeichagua ni rududi, hasa kwa zama hizi tulizonazo. Wala si kweli wala sio kweli kwamba watu hawafundishi, la, bali rududi zimo katika wanayofundisha. Na ndio maana sisi kushughulika sana na rududi ni dalili kwamba tunafundisha, kwa sababu tukisomesha fiqhi, rududi tunakutana nazo. Tukisomesha tauhidi, rududi. Tukisomesha hadithi, rududi. Tukisomesha aqida, rududi. Kwa sababu tunakutana nazo. Ama yule mvivu asiyesomesha, ndio maana hafanyi raddi, na kama anafanya raddi basi utakuta anafanya yale ambayo yanaendana na nafsi yake. Naam, nimalizie na maneno ya shekhe wetu Sheikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Katika haya maneno nimeona ni tuna yenyewe tuyakamilishe, ambaye yatatusaidia. Naam, haya maneno
ilikuwa ni swali aliuliza Sheikh Ubaid al-Jabiri katika kitabu Jinayatu at-Tamayyu'i ala al-manhaj as-salafi. Hii kitabu ni muhimu, fahimtum ya ikhwan. Kosa la kufanya tamayyu, uzembe juu ya manhaj as-salafi, fanya uzembe, hiki anachokifanya Khamis Imam. Alafu kwenye rududi zile zilizopita alidai kwamba amekifundisha. Sasa sijui alikuwa anakifundisha kama wanavyofundisha maanswari, kwa sababu hii kitabu hata maanswari wanaweza akasomesha, hata ukiwapa jai wanaweza akasomesha, lakini usomeshaji wa watu wa batil vitabu vya sunna wanafanya khiana, hawavipi haki yake na wala wanavipita bila kujua. Sasa na yeye sijui alipita pitaje hapa. Haya, swali la 9 katika kitabu hiki. Sheikh Ubaid al-Jabiri aliuliza swali hili: yara ba'dhu man yad'i salafiyya, wanaona baadhi ya watu wanaodai usalafi, annahu la budda min al-amal al-jama'i, kwamba lazima watu washirikiane katika kazi, waungane. Fahimtum? Waungane makundi na watengeneze kundi kubwa, washirikiane. Wahtiwa'i shababi, na wawaunge vijana na wakusanye vijana. Hiyo ndio yani hoja yao, kwamba wao wanaona kwamba lazima tutengeneze mikakati ya kukusanya vijana kuwa pamoja na kutengeneza makundi ya watu ili kushirikiana katika kazi na kushirikiana katika da'wa na kushirikiana na nini na mambo mengineyo. Lakini anasema bihujja, hoja yao kubwa, anna salafiyina la ya'malun, kama masalafi hawafanyi kazi, hawashirikiani. Wa anna shughlahumur rudud, kwamba shughuli yao kubwa ni nini? Ni rududi. Kama masalafi bana kazi yao kubwa ni rududi, hawashughuliki wafanyi kazi. Wa anna fihim shidda, na kwamba hawa masalafi wana ukakasi, tunafiru an-nasa anhum, ukakasi ambao unawakimbiza watu kwao. Fahal hadha min ad-da'wati as-salafiyyati fi shay? Je, madai haya ni katika usalafi? Fahimtum? Yana nafasi yote katika da'wa salafia? Sheikh Ubaid al-Jabir Allah mrehemu akasema hivi, nasema hivi, hadha al-qawlu yarudduhu umuru 3. Kauli hii inakosolewa na mambo matatu. Jambo la kwanza, anna a'immata as-sunnah bad'an min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam ila al-yawm, kwamba maimamu wa sunna, viongozi wa sunna kuanzia kwa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka leo hii, ala bayani al-haqqi lin-nasi wan-nasihati lil-umma, wako katika kuibainisha haki kwa watu na kunasihi umma. Wa adhkur hadha al-athar, na nataja athari hii, yahmilu hadha al-ilma, wanaibeba ilmu hii, min kulli khalafin, katika kila watu ambao watakuja, uduluhu, wale waadilifu wake, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, wanakanusha, wanaondosha katika hiyo dini. Fahimtum ya ikhwan? Ule upotoshi wa watu wanaochupa mipaka, wa intihala al-mubtilin, na ule upotoshaji wa watu wa batil, wa ta'wil al-jahilin, na ta'wil za wajinga. Kwa hiyo kuanzia kwa maswahaba mpaka leo hii, Sheikh Ubaid al-Jabir anasema wanasimamia msingi huu wa rududi na kuibainisha haki na kunasihi umma. Jambo la pili, anna manhaj as-salafi laysa maqsuran ala ar-rudud, manhaj as-salafi haijaishia kwenye rududi tu, bal huwa shamilun lit-ta'lim, manhaj as-salafi inaenea ta'lim mambo yote. Wa in shi'ta faqul, na ukitaka sema ta'lifu al-kutub al-ilmiyya ma'a at-ta'lim al-ilmi war-rududi. Manhaj as-salafi imeenea swala la kuandika vitabu vya kiilmu na kusomesha, fahimtum, na kufanya kazi na rududi. Warududu babun min abwabi saddil bid'i wal muhdathat, na rududi ni mlango katika milango ya kuziba bid'a, ya kuzuia bid'a na uzushi.
Al-amru thalith, jambo la tatu, annahu la yujadu alimun fima araftu, haipatikani msomi katika wale na vile ninavyojua, yaktasiru fi tanbihi an-nasi ala ar-radd faqat, yeye anaishia katika kuwazindua watu kwenye raddi tu, bal huwa jami'u baina al-amrayn, bali kila alim anakusanya mambo mawili, wa in kana ahyanan yaghlibu alayhi ar-radd, hata kama wakati mwingine rududi anafanya mara nyingi, lianna al-hala indahu yaqtadhi dhalik, kwa sababu hali inakusudia hivyo. Hakuna alim ambaye tumeti kazi yake anafanya raddi tu kama anavyodai Khamis Imam, la. Wa bihadha, na kutokana na maneno haya, taalamun, mtafahamu, anna sahiba al-maqula ala khata wa ala khatar, mwenye maneno haya ulioyauliza yuko katika makosa na yuko hatarini. Wa annahu yuridu at-talfiq, na kwamba yeye anataka kuifunga haki na batil, kuvichanganya, fahimtum, na kufanya talbis. Bal ma adhunnuhu illa wa yuridu tasattura ala ahli al-bid'i wad-dhalal, bali mimi simdhani mtu huyu isipokuwa anataka kujistiri kwa watu wa bid'a na watu wa dhalal. Wa in ahsanna dhanna bihi qulna, ikiwa tutakuwa na dhana nzuri kwake tutasema innahu jahil, yeye ni jahil, la yuhsinu ad-da'wata ila Allah ala basira, yeye hana uwezo, haijui dawa vizuri ya kiilmu, hawezi kuwalingania watu kwa Allah tabarak wa taala juu ya ilmu. Bal huwa min ahli al-jahl bin nahj al-haqq fi ad-da'wati ila Allah, bali yeye ni katika wajinga wa kuijua njia ya haki katika da'wa kwa Allah, au huwa min ahli ad-dhalal wal-inhiraf wat-talfiq fi al-manhaj. Hilo ni swali la Sheikh Ubaid al-Jabir kuhusiana na masala ya rududi. Fahimu ikhwan? Mwisho kabisa pia kuna maneno hapa katika swali lake la pili alipoulizwa Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, katika swali namba 2 aliulizwa hapa, anasema aliulizwa rahimahullahu ta'ala, swali la pili. Naam, anasema hivi: yahuthu ba'dhum ash-shababa ala talab al-ilmi, baadhi ya watu wanawahimiza vijana kutafuta ilmu, fahimtum, wa adami ma'rifati al-mukhalifin, wa adama ma'rifati al-mukhalifin min al-ahzab, wanawahimiza kutowajua watu mukhalifin katika makundi yaliyopinda. Wayakuluna, wanasema, bi anna ash-shaba, kwamba kijana idha talaba al-ilma, akitafuta ilmu, sayarifu al-manahij al-mukhalifa, atajua manhaji ambazo ni zenye kukhalifu haki. Fahal hadha kafin, je hii inatosha limaarifati ash-shababi lilmukhalifina lilmanhaj as-salafi, vijana kuwajua watu ambao wanakhalifu manhaj as-salafi? Fahimtum? Hapa ninayohitaji maneno machache tu. Sheikh Ubaid al-Jabir asema rahimahullah ta'ala, asema al-amru indi laysa ala al-itlaq, jambo kwangu mimi haiko hivyo kwamba mtu ashughulishwi na rududi, eti akitafuta elimu tu atajua hayo mambo. Sheikh Ubaid al-Jabir anasema bal dhimna al-fiqh fi dinillah, ndani ya fiqh katika dini ya Allah, ndani ya elimu ya kuijua dini ya Allah, maarifatu sunna, ni kufahamu sunna, wa da'wati ila al-amal biha, na kuilingania, wa kadhalika at-tahdhiru min al-bid'i wal mubtadi'a, hivyo hivyo kutahadharisha bid'a na nini, bid'a na mubtadi'a. Asafa inna bina'an ala hadhihi al-maqula al-mutlaqa, tukijengea juu ya maneno haya yaliyoachwa, nasema yansha'u ajyalun min ash-shabab wa min ghayrihim wa laysa indahum furqan fi al-manhaj wa fi al-manahij, tutaandaa kizazi, kitatokea, kitapatikana kizazi katika vijana na wengineo kisichokujua tofauti katika manhaji na manahiji. Kwa hiyo haya ni maneno ya ahli ilmu kuhusiana na jambo hili. Haya ni, hii ndo taaliki yetu fupi kuhusiana na maneno ya Khamis Imam. Insha Allah tutaendelea
kuzinduana katika milango mingine. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.